Ladies and gentlemen, hii ni Kipaji Mtaji ya Kinanga TV. I'm your host Rafael Kinanga. As I told you ni kwamba siku ya leo tupo katika wilaya ya Ngara, hasa katika shule hii ya sekondari Lukole. Na sababu kuu ya kuja katika shule hii ni kwa ajili ya kufanya mazungumzo machache na msanii chipkizi ambaye anaonekana kutrendi katika mitandao ya kijamii. Na kwanza kabla hatujafanya mazungumzo na msanii huyo, nipo na mwalimu, mtu wa muhimu kabisa, Mwalimu Chumvi. Mwalimu, habari yako? Salama kabisa. Uko vyema kabisa? Niko vizuri. Afya fresh kabisa. Na Mwalimu Chumvi, wewe ni mtu wa kwanza kabisa katika kutoa support kwa msanii Ovinak ambaye tumemwona akitrendi kwenye mitandao ya kijamii hasa kupitia kurasa zako za kijamii. Vipi hii inakaaje mwalimu? Pengine utoe historia yake kidogo, kufahamiana kwenu kulianzaje? Kwanza kijana wangu huyu ni mwanafunzi wa shule hii hapa, anaitwa Blessed Juliza. Naam. Kijana ambaye alifika hapa combination ya HGE, kwa sasa hivi ni form 6 ambaye anaelekea kuhitimu mwezi ujao. Ndio muhitimu huyo. Kama nilivyosema anasoma darasa lile pale. Naam. Yes, yani ni bini pale. Yes. Kwa hiyo mimi kipaji chake cha muziki, kwanza kujihusisha na masuala ya muziki nilikiona tangu alipokuwa kidato cha 5. Unajua vitu hivi kwa wanafunzi wakati fulani vinakuwa kuna ile aibu mtu kuonesha kipaji chake. Lakini yeye alijitokeza kuonesha talent yake. Anafanya vitu viwili, anafanya muziki, anaimba, lakini pia ni producer. Mwandaji wa muziki. Naam. Sawa. Alikuwa anakuja pale nikiandaa event, anakuwa akipaumbele hivi, ogopi nini, zile challenge za nini. Na siku nikagundua huyu jamaa ana kitu. Mwisho wa siku ndio nikaanza kumfuatilia na kuona namna ya kuweza kumsaidia kuweza kumtangaza. Naam, sawa mwalimu. Na kupitia hilo ni jambo zuri sana kwa sababu unafanya kijana kipaji chake kionekane mbali zaidi, hasa katika kuchapisha machapisho mbalimbali kupitia mitandao yake ya kijamii. Vile vile kupitia hili kumekuwepo na maoni tofauti ya wadau. Vipi? Hakuna maoni ambayo yanakuumiza kisaikolojia kwa namna moja ama nyingine? Swali zuri kwanza. Ndio. Yes, wakati wa nyuma nilikuwa najiuliza kwa nini watu ambao ni maarufu kwenye mitandao hawajibu comments. Mimi siku hizi pia usijibu comments. Ndio kama comment 200 pale. Nikajibu 3 tu. Hiyo ni kwa sababu gani pengine? Ni kwa sababu ukiweka kitu sio kila mtu anakuwa positive, mwingine anakuwa negative, anakuwa yani sometimes unaweka tusi. Kwa mfano jana nimepata comment moja. Ndio. Jamaa akasema hivi, huyo dogo ana nyimbo nyingine mnatosha na hiyo nyimbo. Nikamwambia left group. Yaani kuna namna fulani ambapo unakutana na changamoto za hivyo, lakini 95% watu wanapongeza na wanakubali kazi zetu. Na ukiangalia kwa Tanzania hii kipaumbele chetu kikubwa sana ni elimu. Wazazi wengi sana wanawekeza watoto wao katika swala zima la elimu. Vipi hukutani na challenges za hapa na pale kwamba huyu ni mwanafunzi, kwa nini unamposti, kwa nini na nini hivi na hivi, pengine anakosa muda wake wa kusomea? Hujawahi kukutana na changamoto kama hizo? Zipo, wanasema mtoto asome, kijana asome, ni kweli. Zamani elimu ilikuwa kipaumbele zaidi, lakini kwa sasa hivi bila kipaji elimu haisongi tena. Kuna watu kibao wamesoma na 1 za 5, wana GPA nzuri vya vikuu, wako mtaani, maisha ni magumu sana kwa sababu walikuwa hawajajiongeza kwenye vipaji vingine. Nachotaka kukuhakikishia kijana huyu atafaulu kwenye habari za kielimu pia, lakini pia kipaji chake kitakuwa mbali kwa sababu tunapiga kote tuangalie namna itakavyokuwa. Una mega huku na huku. Kwa hiyo ni waondoe hofu kwamba habari za elimu ziko. Ndio maana naona tuko shuleni hapa. Ndio. Yes. Wanafunzi wanasoma, lakini pia tunaangalia vipaji vyao. Shule sio jela, shule sio vita. Naam, sawa. Hilo ni jambo jema kabisa Mwalimu Chumvi. Naam, huyu msanii wako Ovinak anakwenda kumaliza sasa kuhitimu shule, na support yako imekuwa ni kitu kikubwa sana katika kufanya akaonekana, kwa sababu watu wengi, mashabiki wengi wamemuona zaidi kupitia akaunti zako za mitandao ya kijamii, si ndivyo? Sasa unaonaje mtazamo wake? Yaani dira yake kwa hapo mbele. Sawa. Vipi, ataendelea ama ndio hivyo? Mimi naona atafika mbali kwa sababu mimi ni mwalimu wa fasihi, ni mwalimu wa sanaa, mambo haya najua. Ndio. Baada ya kuanza kumtangaza msanii huyu, nimeona namna ambavyo watu wameitika kwenye jambo lake. Watu wanakuja sana na kuniambia teacher, tunataka wewe kijana. Yaani kuna studio nyingi wanamhitaji, watu wananipigia, mwalimu wewe kijana bana ana kitu 1 2 3. Yaani kuna namna ambavyo mimi ndio nawaambia bana huyu mwanafunzi bado na atakuwa uraiani hivi karibuni na mambo yatakuwa vizuri. Kwa kifupi kabisa, cha kuweza kumshauri huyo msanii wetu ndio ni yeye kukaza na kuendelea kuwekeza sana katika jambo hilo hapa, lakini pia siishi kumsisitiza asome kwa bidii afaulu mtihani. Nilimwambia njia pekee ya kwenda Dar es Salaam ni kufaulu mtihani, kwa sababu vyo vingi vinavyoendana na kozi na combination yake iko huko IFM na TUM. Kwa hiyo asiende Dar Kizembe, asiende kwa usanii tu. Watu wengi wameenda Dar wasanii wanaimba kweli na wamechemka, lakini akienda kule chuo kikuu anafanya mambo mawili, anasoma huko anafanya muziki, na akiwa anasoma atapata fans pale chuoni, anapata mafans, followers, watampa support na mwisho wa siku atakuja kuwa popular. Ngoma yake ni kali sana. Wewe unaionaje? Iko vizuri sana. Nashukuru umezungumza jambo moja ambalo ni zuri. Kumekuwepo na kasumba kwamba wasanii wengi wanakwenda Dar ndio wanaona kwamba Dar ni sehemu ya kutobolea kimuziki. Vipi kwa upande wako, mtazamo huu ni upi, kwamba kijana asipoenda Dar akaenda kusoma mikoa mingine tofauti na Dar es Salaam hataweza kutoka kimuziki?
atatoka kimuziki, na wakati fulani nimezungumzia Dar tu peke yake, anaweza kwenda Mwanza, anaweza kwenda Mbeya, anaweza Dodoma, lakini atakuwa tayari ameondoka nyumbani officially. Issue ni kuondoka nyumbani officially. Asiondoke nyumbani ametoroka. Wanasema ameenda kufanya muziki sehemu fulani, ameenda kusoma. Na niliwahi kumwambia kwamba wazazi wako pia wasijue unafanya haya mambo. Itokee wape surprise wakuone kwenye TV pale kama kijana wetu huyu hapa. Baadaye ndio atakusupport. Wazazi wanakuwa wa mwisho sana kukubali. Yes, inakuwa hivyo. Wewe mwisho siku aondoke nyumbani kwa kitu kilichokuwa tangible kwanza. Kama ulivyoondoka wewe kwenda chuo kikuu wapi sijui kwa miaka ile ya nyuma. Sawa, nashukuru sana Mwalimu Chumvi. Neno lako moja kwa wazazi ni lipi? Wazazi ambao wanawazuia watoto wao kuonyesha vipaji vyao. Nashukuru sana, swali zuri. Wazazi natoa wito kwa wazazi kwamba wasiamini sana kwamba wanafunzi wangu wakipata division 1 ndio wametoboa maisha. Ndio. Yaani watoe mawanda, watoe nafasi kwa vijana wao kuwaruhusu kujihusisha na sanaa nyingine. Kama mtoto wako ni mchezaji, mnunulie viatu, mnunulie jezi, mpe ile morali, yani muonyeshe kwa unapenda kila kitu. Kama unadhani mtoto wako anaweza kuwa msanii, usione kama ni uhuni. Jitahidi tu kumtengenezea mazingira mazuri, mpe nafasi, aonyeshe kipaji chake kama ambavyo tumeweza kuexpose. Wazazi wengi wamekuja, mwanzo bwana mwalimu nafanya kitu kizuri hapa. Bwana binti yangu sijamuona na yeye hana kipaji kokote. Naye anawiwa kumuona mtoto wake akiwa. Nasema mzee, kumbe unapenda ile safi kabisa hiyo vitu. Maisha bwana na mambo mengi. Sawa. Bwana Mwalimu Chumvi, mimi nashukuru sana, nikuache uweze kuendelea na majukumu mengine. Nashukuru. Sawa. Shukrani sana, zidi sana kwa support vijana. Karibu sana Lokole. Sawa, nashukuru sana. Ndio. Karibu mno.